Ndio pahali ambapo Sylvanus Melea Otieno, mumewe wa kwanza wa marehemu Wambui Otieno, alipozikwa. Na kando yake ndipo jamii ya SM Otieno inasisitiza pata kwa mahali pake Wambui kulingana na mila na desturi za jamii ya Waluo. Na mpaka sasa na ngoja ya kwamba watanipigia simu ya kwamba Otieno baba yao, Wambui mama yao atazikwa hapa. Up to now, mpaka sasa. Matakwa ambaye anatishia kuibua mgogoro mpya kati ya jamii hizi mbili, ambapo ukoo wa Umira Kager kutoka Nyalgunga, Siaya unadai kwamba endapo Wambui hatazikwa kando ya marehemu mumewe, basi hawatahudhuria mazishi yake licha ya kuwa wanamtambua bado kama shemeji. Kama watoto wameamua ingine, sisi hatuwezi kwenda huko. Kwa mazizi ambayo inafanyika huko, hatuwezi kwenda. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda huko. Jamii hiyo inadai vile kuwa haimtambui kamwe Peter Mbugwa, mumewe wa pili wa Wambui. Jamii ya Wambui ikitenga siku ya Alhamisi kama siku ya mazishi ambapo atazikwa nyumbani kwake Matasia. Because already she had expressed her wish, she had prepared her where the resting place is going to be. This is her husband, the most immediate, next kin for that matter. And obviously there is a Christian burial. Tujai kuwa na shida. Yeah. So nice, so loving. Na nilikuwa nimempenda na yeye alikuwa ananipenda. Ninyi mnajua mimi baby ni 3/4 Masai. Tempa yangu ikaruka. Nikaenda nikatoa njora ile ya Kisomali. Baada ya kizaazana jamii ya Umira Kager kuhusu mahali atakapozikwa SM Otieno, Wambui aliamua kujichimbia kaburi lake mwenyewe nyumbani mwake katika eneo la Matasia mwaka 89, miaka miwili baada ya kufariki kwa SM Otieno. Akaona ni vizuri ashibe kaburi diposa kusiwe na mfurutano wakati ataaga. Sasa hii ni kumaanisha yeye amejikatia kauli mahali pale yeye atalazwa. Wambui alifariki Jumanne wiki hii baada ya kulazwa katika hospitali ya Nairobi kwa mwezi mmoja. Esther Kahumbi, KTN leo.